nafasi ya kuuliza swali kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda nikushukuru sana kwa kazi nzuri unazozifanya za kutatua changamoto za wananchi na Mungu akubariki sana. Nilikuwa napenda kuuliza swali langu moja. Kwa sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, vijana wengi sana wamejiajiri katika idara au katika kuendesha pikipiki katika nchi yetu. Wengi wanaendesha pikipiki au bodaboda au maguta. Na kama tunavyofahamu, kazi ya serikali ni kutengeneza mazingira rafiki kwa watu wote wanaojiajiri, especially katika vijana hao. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa napenda kuuliza, je, serikali ina mpango gani wa kuiwezesha sekta hii ya waendesha pikipiki maarufu kama bodaboda ili iweze kuwa sekta rasmi itakayoweza kuchochea uchumi na kuwa ajira inayotambulika ili iweze kukuza uchumi wa nchi yetu? Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa nafasi hii. Nimpongeze Mheshimiwa Johnson Mtasingwa, mbunge wetu, kwa swali zuri aliloliuliza. Kwanza niseme kwamba sekta ya bodaboda, waendesha wetu wa pikipiki ni sekta rasmi inayotambulika na serikali. Na Mheshimiwa Spika, ukienda pale Ilala, waendesha pikipiki na mkuu wao wa wilaya Mheshimiwa Mpogoro wanasema, wanawaita hawa ni maafisa usafirishaji. Hii ni sekta iliyo rasmi, na ni rasmi kwa sababu Mheshimiwa Spika, hii ni sekta ambayo inaajiri vijana wengi wa Kitanzania. Ni sekta inayotoa huduma ambayo inatambulika na kila Mtanzania na inawanufaisha Watanzania wote wa mijini na vijijini. Ni sekta ambayo inatumika mpaka kwenye shughuli pia za kiuchumi. Mheshimiwa Spika, ukienda siku hizi kwenye masuala ya kibiashara, unakuta waendesha bodaboda wa maafisa usafirishaji ndio wanabeba fedha nyingi, wanapeleka kwenye kununua bidhaa, kwenye kudeposit benki na maeneo mengine. Kwa hiyo ni sekta ambayo ni kiungo muhimu katika uchumi. Lakini la pili, sekta hii inaandikishwa, kuna usajili wa chombo kinachotumika, usajili wa mmiliki, usajili wa anayeendesha, kuna leseni katika chombo chenyewe, leseni kwa anayeendesha. Lakini pia ni sekta ambayo imeunganishwa kwenye taratibu za mitaji, kwa maana ya vijana wetu hao wanaweza wakapata mikopo kwa ajili ya kuongeza mitaji katika sekta hii. Mheshimiwa Spika, kwa maana ya serikali kuitambua, inatambua kwamba hii ni sekta rasmi ambayo inachangia katika pato la taifa na inachangia katika utengenezaji wa ajira. Na Mheshimiwa Spika, zamani ilikuwa sekta ambayo wanaofanya kazi hizo wanachukuliwa kuwa ni vijana tu ambao walikuwepo mtaani, lakini sio hivyo. Kwa sasa ni sekta inayofanywa na watu wote, waliosoma na wasiosoma, wanaume kwa wanawake. Kwa ni sekta rasmi ambayo inafanya kazi kubwa ya kutoa ajira kwa vijana wa Tanzania. Na Mheshimiwa Spika, katika ahadi za siku 100 za Mheshimiwa Rais, ambapo alitoa takriban bilioni 200 kwa kusaidia vijana, baadhi ya vijana ambao wamenufaika na fedha hizo ni pamoja na vijana ambao wako katika sekta hii. Nitoe rai kwa ofisi zetu zote za serikali, ofisi zetu za udhibiti, wanapokutana na vijana hawa watambue kwamba wanakutana na sekta ya muhimu ambayo inachangia katika kutengeneza ajira, inachangia katika kutengeneza pato la taifa, inachangia katika kuinua kipato cha mtu mmoja mmoja katika familia zetu. Kwa hiyo pale ambapo vijana wetu hawa wanahitaji uwezesho, wawezeshwe na watambue kwamba serikali iko pamoja nao katika kuhakikisha kwamba shughuli yao hii inakuwa na ufanisi. Na Mheshimiwa Spika, kila eneo katika nchi hii pana vijana ambao wanatoa huduma hizi mijini na vijijini. Kwa hiyo ni sekta muhimu na sisi kama serikali tunaitambua na tutaendelea
kadri tunavyopata pia na ushauri wa wabunge kuendelea kuboresha mazingira ya vijana wetu wanaofanya kazi hizo ili waweze kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa zaidi. Asante. Mheshimiwa Abdul Yusuf Maalim. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuweza kumuuliza swala Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya wananchi wa Jimbo la Amani, kwanza na sisi tunakupa pongezi kwa kazi nzuri ambayo unaifanya kumsaidia Mheshimiwa Rais kwenye kutatua kero za nchi hii. Lakini swali langu lipo kama hivi ifuatavyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais Daktari Samia na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi inafanya juhudi kubwa ili kuhakikisha watalii wanaongezeka nchini ili kukuza pato la taifa letu. Je, serikali ina mpango gani wa kuhakikisha watalii wanaongezeka ili kuweza kukuza pato kwa kupitia mashindano ya mpira ambayo yatakuja kuwa kwenye nchi ya AFCON ambayo Tanzania itakuwa ni mwenyeji wa mashindano haya? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, na kushukuru, nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa swali zuri alilolileta. Ni kweli Tanzania kwa pamoja na nchi majirani ya Kenya na Uganda wataandaa kwa pamoja mashindano ya AFCON yanayotarajiwa kufanyika mwaka kesho. Mheshimiwa Spika, serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali ya Mapinduzi Zanzibar chini ya Daktari Hussein Mwinyi wamefanya hatua kubwa ya kuandaa miundombinu ili kuweza kuhakikisha kwamba mashindano haya yanafanyika kwa ufanisi. Hata hivyo, kwa upande huu ambako Mheshimiwa mbunge ameuliza kuhusu ni namna gani tutaongeza watalii ili kuweza kunufaika na uwenyeji huo wa mashindano hayo, jambo hilo halijabaki nyuma katika mikakati. Mheshimiwa Spika, baadhi ya mikakati ambayo inaendelea hadi sasa ni kuwa na kamati ambayo inaandaa utaratibu mzima ndani ya serikali wa namna ambavyo sekta zitajipanga kuweza kuhakikisha kwamba tunanufaika na mashindano hayo. Mheshimiwa Spika, timu za wataalam za kisekta na timu ya wataalam ya ndani ya serikali wanaendelea kubainisha kukamilisha mkakati wa kuweza kunufaika na mashindano haya ambayo yatafanyika hapa nchini. Moja ya mikakati ambayo tunaifanya, Mheshimiwa Spika, kwenye kila viwanja vitakavyotumika kwa mashindano tumeandaa mazingira ya kuweka matoleo ya kibiashara, uwezeshaji wa kibiashara ili vijana wetu wajasiriamali, wafanyabiashara waweze kunufaika na wale wageni ambao watakuwa wanashiriki katika mashindano hayo. Moja ya mazingira tunayoandaa katika viwanja vitakavyotumika kwa mashindano, katika viwanja vitakavyotumika kwa mazoezi ni kuandaa barabara na viwanja vya kuweza kuweka bidhaa, na barabara hizo zitakuwa na taa ambapo biashara inaweza ikafanyika masaa 24 bila kuwa na shida yeyote ya masuala ya kiusalama. Lakini mbali na hilo, tunaendelea kuhamasisha bidhaa zetu ambazo ni bidhaa za asili na bidhaa zingine ambazo zinapatikana ndani ya nchi ziweze kuwa karibu na maeneo hayo ambayo wageni wetu watavutiwa waweze kunufaika nayo. Lakini kingine, tunaendelea kutangaza utalii. Mheshimiwa Spika, kama unavyojua tuna vivutio vingi, tunaendelea kuvitangaza, na Wizara ya Maliasili na Utalii pamoja na Wizara ya Viwanda na Biashara na sekta zingine wanaendelea kutengeneza roadmap, wanaendelea kutengeneza bango kitita la vitu vyote vinavyoweza kupatikana na kutumia mawasiliano ya kimtandao kwamba wale wageni ambao hawajaja Tanzania waweze kupewa package ambayo inaonesha akiwa kwenye mechi Arusha anaweza akatumia dakika ngapi na gharama kiasi gani kufika Ngorongoro, kwenye eneo ambalo ingemgharimu zaidi kama angekuja kwa ajili ya Ngorongoro peke yake, kwamba sasa hivi atacombine, amekuja kwenye mechi
na hata mechi ikiisha tu anaweza akatumia dakika 20 mpaka 30 ameshafika Arusha National Park. Anaweza akatumia dakika 40 mpaka dakika 45 ama lisali moja ameshafika mpaka Ngorongoro. Na package hiyo itaelezea pia kwamba wakati anasubiria mchezo unaofuata anaweza akaunganisha kuanzia Arusha National Park akaenda Ngorongoro, na kutoka Ngorongoro anaenda mpaka Serengeti, jambo ambalo lingemhitaji safari nzima ya kutoka katika nchi yake kuja kwenda kwenye mbuga hiyo. Lakini pia package hiyo itaelezea kwamba ni siku hiyo hiyo anaweza akaona wanyama wa Serengeti, Ngorongoro, na siku hiyo hiyo jioni akaenda akapumzika katika beach zenye mchanga wa kuvutia kule Zanzibar. Lakini pia Wizara ya Maliasili na Utalii iko kwenye hatua za mwisho za kuandaa baadhi ya viwanja vya mazoezi ambavyo vitakuwa ndani ya hifadhi. Hifadhi ambazo ziko karibu kama ile ya Arusha, ambapo hakuna wanyama wakali wanaoweza kuhatarisha maisha ya wachezaji. Ni mbuga ambayo inaweza ikawa na viwanja vya mazoezi, kwamba wanafanya mazoezi huku wakiwaona wanyama. Hivyo hifadhi kama ya Mikumi ambako kwa sasa kuna SGR inaenda mpaka maeneo hayo ya hifadhi, na yenyewe itakuwa moja ya package ambayo inaweza ikasema kwamba utamaliza mechi, wakati unasubiri mechi inayofuata unaenda kwenye hifadhi. Kwa hiyo hii itaendelea kuwashawishi wale ambao walikuwa wanapanga kuja tu kwa ajili ya utalii waone kwamba wanaweza wakatengeneza package hiyo ya pamoja, ashuhudie mashindano na wakati ule ule aweze kwenda kujionea vivutio vya tofauti kabisa ambavyo huwezi ukavipata nchi yoyote duniani except unaweza kuiona tu ukiwa hapa Tanzania. Mheshimiwa Spika, tunatambua kwamba maeneo haya ni mengi, hatuwezi kuyasemea yote hapa, lakini nilihakikishie bunge lako tukufu kwamba serikali kupitia sectors na kamati ya pamoja ya kitaifa tunaendelea na kuweka hiyo package na kuitangaza kupitia balozi zetu na kutangaza kupitia mitandao ya kijamii, ili wenzetu watalii kutokea katika maeneo tofauti tofauti waone umuhimu wa kuja na kuwa watakuwa wamepunguza gharama kwa kuja kuona mashindano hayo, na wakati ule ule waunganishe na masuala ya utalii. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, huyo ndo mbunge wetu wa mwisho. Nikushukuru sana kwa majibu mazuri. Nimeletewa hapa kijinoti kinasema, Mheshimiwa Spika, salamu za Mheshimiwa Waziri Mkuu zilitoka moyoni. Katibu. Maswali ya kawaida. Maswali ya kawaida, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Mheshimiwa Stella Ikupa. Mheshimiwa Spika, ninaomba sasa swali langu namba 233 lijibiwe na serikali. Mheshimiwa Waziri.